Katika kipindi cha robo ya kwanza Julai mpaka Septemba 2025, lengo la vyombo lilikuwa kukusanya shilingi milioni 133,425 na laki 8. Hata hivyo, hadi kufikia robo hiyo CBUSO zimefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi milioni 93,128 na shilingi 8, sawa na asilimia 69 ya lengo lililowekwa. Kwa ujumla, utendaji wa CBUSO katika ukusanyaji wa mapato robo ya kwanza unaweza kuelezwa kuwa wa kuridhisha, japokuwa haukufanikiwa kiwango cha 100% ya malengo yaliyowekwa. Ufanisi huu unaonyesha kuwa vyombo vipo kwenye mwelekeo sahihi na kufikia lengo la mwaka endapo jitihada za sasa zitaendelea kuimarishwa. Changamoto zilizopo. Kuna changamoto ya upungufu wa maji kwenye vyanzo vya maji hasa wakati wa kiangazi, hali inayosababisha baadhi ya wananchi kukosa huduma ya maji safi na salama. Utatuzi. RUWASA wilaya ya Babati tunaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuweka mahusiano mazuri yenye kuongeza huduma ya kuchimba visima vipya sehemu ambazo huduma imepungua. Namba 2, kuna baadhi ya taasisi za umma hasa shule, zahanati na vituo vya afya kutolipia huduma ya maji, ambapo hadi sasa madeni yamefikia milioni 19,716,803. Tunaendelea kufanya mawasiliano na ofisi ya mkurugenzi mtendaji ili aweze kuhimiza taasisi hizo ziweze kufanya malipo ya madeni ya maji yaliyosalia. Kuna gharama kubwa za uendeshaji wa mradi inayotumia umeme kusababisha huduma ya maji kusuasua kwenye baadhi ya maeneo, lakini sisi RUWASA tunashirikiana na wadau wengine kufunga sola kwenye baadhi ya visima ili tuweze kupunguza gharama za uendeshaji. Na mwisho, tuna changamoto ndogo ya uelewa mdogo wa jamii kuhusu umuhimu wa kulipa kwa wakati huduma ya maji. Hii naona inalingana na namba 2 pale, na tutaendelea kuimarisha kuweka mikakati ya kutoa elimu na kuhamasisha ili waweze kuelewa na baadaye waweze kutulipa, waweze kuchangia huduma hiyo ya kulipia maji kwa wakati. Mimi kwa majina naitwa John Kaji. Nimetoka kijiji cha Pwai, tarafa ya Goroa. Mimi ni mwenyekiti wa bodi ya maji tarafa ya Goroa. Kwa kweli wale wanatukwamisha kwa kiasi kikubwa, ndio maana hata kipato chetu kinakwama, mradi wetu hauendi unavyotakiwa. Na mara nyingi tumejaribu kufuatilia au tunaodai mpaka kwenye ofisi za vijiji na majina yao kwenye ofisi ya kijiji. Ndio maana leo tumetoa lalamiko kwa mkuu wa wilaya kwamba hebu leteni haya majina kwenye ofisi yangu, mimi nitafanya ufuatiliaji zaidi. Kwa hiyo mimi kwa ombi langu naomba tuwalipe, kwa sababu wanakwamisha hata huduma ya jamii. Ndio maana sisi wasimamizi tunapata shida kubwa, kwa sababu lawama inakuwa nyingi, kwa sababu si mara nyingi tunatumia fedha hiyo, inatumika kwa ajili ya kununua luku, umeme, kwa sababu miradi yetu kubwa tunaendesha kwa umeme. Agneta Rubanzibwa. Changamoto ni kwamba hawalipi madeni kwa wakati, ambao unakuta mtu anatumia huduma ya maji lakini ukimpelekea bili kulipa kwa wakati inakuwa changamoto. Na tumefanya jitihada nyingi sana kwa kuwapelekea mpaka ngazi ya wilaya madeni yetu. Tumepeleka kwenye ofisi za vijiji, kwa watendaji wa kata, tumefikisha pia. Tumejaribu pia kuandika barua kwa wakati mwingine hata kwa wale ambao ni maafisa tarafa wa hizo shule watusaidie. Zinakuwa changamoto sana kulipa madeni. Ninaomba walipe madeni hayo kwa wakati, kwa sababu huduma nyingi za jamii zinakwama. Tunatumia mifumo ya umeme. Kwa wakati mwingine tunajikuta tunakwama, tunatumia hela nyingine tofauti kwa sababu wao wanagoma kulipa kwa wakati. Wengine wanachukua mpaka mwaka mzima, miezi 6. Wanadaiwa ni muda mrefu, ni madeni sugu ya muda mrefu. Namna ya kupangilia mambo yao vizuri inakuwa changamoto zipo kwao. Ndio maana tumejaribu kulifikisha kwenye ngazi husika. Kama mkuu wa wilaya alivyosema kwamba madeni haya atayashughulikia, tutashukuru sana, kwa sababu tuna madeni mengi sana. Zaidi ya milioni 19 tunadai, wengine milioni 8. Kwa hiyo inatupa changamoto sana namna ya kuendesha miradi hii ambayo inatumia umeme. Kuna baadhi ya maeneo wenye viti wanaingilia shughuli za watendaji. Nakuta mwenyekiti anatengeneza utaratibu wake, anaunganisha maji, anatafuta mafundi wake vishoka,
anaunganishia watu mtandao wa maji bila kujulisha ofisi. Sasa kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo zinaongoza hizi CBOSO, hilo ni kosa. Huko kwingine watu wanachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria, na inaweza ikakufanya hata ukafungwa. Sasa tusijiingize huko, kwa sababu chombo hiki kimeundwa kisheria na kimeletwa na taratibu zake za kukiongoza. Kwa hiyo kama hapa haijatokea, basi niwashukuru sana wenye viti, na maana mko makini sana. Lakini kama kuna yoyote alikuwa anafikiria na kama huko kwingine inatokea, mnaweza mkabadilishana mawazo na nini, basi niwaombe na niwasihi jambo hili hapa lisitokee. Tuwaache watendaji wafanye kazi yao, waweke taratibu vizuri, na taarifa zote zikae ofisini ili tuweze kuongeza mapato. Kwa sababu tusipofanya hivyo ni rahisi sana kuvujisha mapato. Kwa sababu kama mwenyekiti akimuunganishia mtu kinyemela, haya zile fedha za ananiza kila mwezi anachukua nani kama ofisini mtendaji hajui? Kwa hiyo ni muhimu sana, hata kama mtu ameenda kwa mwenyekiti, basi mwenyekiti mwambie hapana, mpe utaratibu, nenda ofisini, nenda kamuone katibu mtendaji, kama ni katibu sijui ni nani mnawahitaji wanaona makatibu. Nenda kamuone katibu, atakupa utaratibu na utaunganishiwa maji. Na ninaamini kwamba hakuna makatibu ambao pia wana data za tofauti, kama umeunganisha maji, zingine zipo umeziweka kwenye mfumo, zingine haziko kwenye mfumo. Hilo sidhani kama linatendeka huku. Na ndio maana mmeweza kufanya vizuri hata kwenye makusanyo. Lakini kukumbushana si ni muhimu? Kama tumejifunza mara kwingine vinafanyika, na sisi huku sinabidi tukumbushane. Tusije tukaacha vitu siku mtu anafanya bahati mbaya, kumbe hakuambiwa, afu unakuja kumkamata. Maana anayesimamia nani si mimi pia? Kikinzana na sheria si mnaletwa huku kwenye serikali? Kwa hiyo isije ikatokea mtu akasema mimi nilikuwa sijui. Kwa hiyo ni vizuri tukakumbushana, tukawekana sawa, lakini kwa nia njema. Kwa sababu mwisho wa siku mafanikio ya hizi CBOSO ni mafanikio yenu. Mafanikio ya hizi CBOSO ni heshima yenu kwa jamii. Mafanikio ya hizi CBOSO ni mafanikio ya serikali yenu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mimi niombe sana twende tukasimamie, tunapotekeleza majukumu yetu, tuhakikishe kwamba tunaangalia taratibu, kanuni na sheria zinazoongoza vyombo hivi. Lakini pia mmezungumza swala la madeni. Hebu niandikieni haya madeni yote, nileteni ofisini, na mimi nitakwenda kushughulika na hao ambao wote wanatuchelewesha kulipa madeni yetu. Kwa sababu kama mngekuwa mmepata hizi fedha, ninaona mmekusanya 60% na ngapi ya maoteo ambayo mlikuwa mmeweka. Tungeweza kupata hizi, tungekuwa tumesogeza kwenye 1% ile. Kwa hiyo niletee, kama ni mkurugenzi, na mimi nitamuita mkurugenzi, tutaweza kumueleza kwamba atulipe, kwa sababu pia tunatumia umeme. Kuna gharama za kuendesha. Sasa kama hatukusanyi tutafanyaje? Tutawezaje kuendesha mitambo hii ya kuleta haya maji kwenye maeneo yao? Kwa hiyo hilo naomba nisogezeeni mezani kwangu, niende nikalisimamie. Lakini pia ninaona mna vyombo 6 kwenye wilaya hii ya Babati. Hivi najua bado hamjaweka ofisi, bado nini, lakini mimi nilikuwa natamani sana, kwa sababu hawa wanafanya kazi kwa niaba yetu serikali. Nilikuwa natamani kama tungevipunguza kidogo, halafu tuweze kuvijengea uwezo wa kutosha vyombo hivi, ili viweze kutoa huduma
nzuri zaidi kwenye maeneo yetu. Sababu ukisema mwanze kujenga ofisi 6 saizi chap, sababu mapato mnayopata sio mengi, hamwezi kujenga ofisi, lakini mwaletee vifaa vya kisasa. Natamani sana hizi CBOSO ziweze kufanya vizuri zaidi. Kwa sababu mpaka hapa tayari tumeshatuonyesha kwamba hii intervention ni muhimu na inafanya vizuri. Lakini kilichobaki sasa hivi ni kuzijengea uwezo. Lakini mtaona kama inawezekana hata tukaanza na CBOSO moja kuanza kuijengea uwezo na tukaona jinsi ambavyo inafanya kazi. Ni wakati mwingine tunaenda nyingine. Kwa sababu tunavyokaa hivi si na kila CBOSO ina account yake, si ndio? Kwa hiyo tunaweza tukaanza na moja tukajengea uwezo, alafu tuone jinsi ambavyo baada ya kuijengea uwezo itakuwa inaweza kuleta tija kiasi gani. Kwa sababu sasa hivi majarada wanaweka wapi? Nyumbani. Wanaweka kwenye ofisi ya watendaji. No, tufike hizi ni nyaraka za serikali. Tufike mahala tuone jinsi ya kuwajengea. Hata kama ni vya ofisi vidogo. Lakini sasa ziko mbalimbali sana. Zingekuwa ziko karibu tungesema basi angalau tuweze kuweka jengo moja zikatumia hata CBOSO 2. Lakini sasa ziko mbalimbali. Lakini kama kuna hiyo geographical proximity, tunaweza tukajenga ofisi moja, CBOSO 2 zikaweza kutumia eneo. Lakini tuanze kuzijengea uwezo wa kuendelea kuwapa elimu wao ili wakaendelee kuwapa elimu wananchi. Jambo ambalo mimi nasema kwa Babati mmefanya kazi kubwa sana. Jamani, pale ambapo mtu anafanya kazi nzuri lazima tumpe maua yake. Kwa majina naitwa Beatrice Foster Muro, ni afisa maendeleo ya jamii, niko RUWASA wilaya Babati. Kuhusiana na swala la uchangiaji wa huduma ya maji ni muhimu sana. Kwa sababu ukiangalia serikali imewekeza gharama kubwa sana katika miundombinu ya maji, na wananchi kipindi cha nyuma walikuwa wanalia sana kwa changamoto za maji, wanawake wanaenda mbali, watoto wa kike wanapata changamoto, lakini serikali kwa umuhimu wake imeona ni vyema iwasogezee wananchi huduma karibu. Kwa hiyo ni gharama kubwa sana imewekezwa. Wakati mwingine miradi mingine inatumia umeme, hata hii ya miserereko pia mabomba yanachakaa, yanahitaji kufanyiwa marekebisho. Kwa hiyo ni jukumu la wananchi, na nawasihi pia wananchi wanapoenda kuchota maji wachangie zile ankara za maji. Wakitumiwa bili walipe kwa wakati. Kuna kipindi wanapewa cha siku 7 kwa mwananchi wa kawaida akitumia bili kwa siku 7, na gharama zetu sisi kama RUWASA ni nafuu sana. Unakuta kwenye miradi ya miserereko ndoo ya lita 20 ni shilingi 20. Ndoo ya lita, na hiyo lita 20 ambayo kwenye uniti moja ni ndoo 50. Sasa ndoo 50 ukinunua kwa shilingi 1000 unaona gharama yake ni nafuu sana. Kwa hiyo nawasihi wananchi wote na jamii kwa ujumla kuchangia huduma za maji, hasa taasisi changia huduma ya maji kwa sababu zenyewe pia zinabeba watu wengi na kuhudumia watu wengi. Kwa hiyo wakichangia huduma kwa wakati inaondoa zile changamoto za kukatiwa maji na watu kukosa huduma kwa wakati. Kwa hiyo ni rai yangu kwao, wao wachangie kwa wakati ili hii miradi iweze kuwa endelevu na watu wasikose huduma ya maji kwa wakati. Kila mwaka lazima tukae na wadau wa maji ili tujadili maendeleo ya sekta ya maji kwenye wilaya husika. Kwa leo tuko hapa kwenye wilaya ya Babati, lakini mheshimiwa mgeni rasmi, hadi sasa hali ya upatikanaji wa huduma ya maji mkoa wa Manyara umefika 78.09. Lakini kwa wilaya yetu ya Babati ambapo tupo leo imefika 80.9. Kiteto 68.2. Simanjiro 77.45, Hanang 83.8 na Mbulu 80.1. Wakati RUWASA inaanza mwaka 2019 huduma ya upatikanaji wa maji ilikuwa 55.5. Kwa hiyo tutaona kwa hii miaka jinsi gani huduma imeongezeka sana. Ongezeko hili limetokana na juhudi za serikali kuendelea kutenga na kutoa fedha ya utekelezaji wa miradi. Kipekee tushukuru uongozi wako wewe binafsi, mkuu wetu wa wilaya ya Babati, ambapo ndio chachu ya kuweza kufika 80.9 ya upatikanaji wa huduma ya maji kwa wilaya ya Babati. Naomba nikuhakikishie kwa miradi ambayo inayoendelea sasa hivi Babati, tunaweza tukafika ile
90% ambayo ipo kwenye ilani hii ya sasa. Kwa sasa RUWASA inajikita zaidi kwenye kuhakikisha asilimia hii ya upatikanaji wa maji, hii asilimia 80.9 ambayo ipo sasa hivi, tunaitunza na kuongezeka. Badala tunaenda mbele afu tunarudi nyuma. Kwa kuongeza nguvu kwa kuhakikisha huduma hii inakuwa endelevu. Miongoni mwa mikakati ni kuendeleza kujengea uwezo vyombo vya utoaji wa maji, huduma maji ngazi za jamii, ambavyo ndivyo vyenye mamlaka ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama kila siku kwa kadri skimu inavyoruhusu. Uendelevu wa huduma unaweza kupimwa pia kwa kuangalia ongezeko la ukusanyaji wa mapato katika nyakati za masika na kipindi cha kiangazi. Kipindi cha mwezi Machi na Aprili mwaka huu, wilaya ya Babati ilikusanya milioni 31.7 na milioni 22.6. Na wakati wa kiangazi, yani Septemba na Oktoba, maongezeko yamefika hadi milioni 35 kwa mwezi. Hii inaonyesha jinsi gani hivi vyombo vinafanya kazi. Na naomba nikuhakikishie, vyombo vya Babati kwa kweli vinaupiga mwingi sana. Kwa hiyo wito wangu, wenzangu, pamoja na sifa mnazosifiwa, msibweteke. Mteja kwetu ndio mtu wa muhimu, yule mwananchi wa chini kabisa. Manake nyinyi vyombo ndio taswira ya RUWASA na serikali kwa ujumla. Kwa hiyo mkiwepo pale kijijini mnapohudumia maji, nyinyi ndio meneja wa wilaya, meneja wa mkoa, katibu mkuu wa wizara, mkurugenzi wetu mkuu, yani nyinyi ndio kila kitu pale kwenye kile kijiji.